the body. Thank you very much. Tumepata ina alter the normal body functioning. Hata bangi ina affect your brain. Tulisikia bangi ati inafanya una perform sana. Hiyo ni uongo, si ndio? So jua ya kwamba nikotini yenye iko kwa hizi elements inaenda ina affect ubongo wako. So ina affect your memory, thinking. Unaona? Vile tu una perceive vitu unakaa tu duansi. Shisha, ukivuta shisha unavuta moshi nyingi kuliko hata vile unavuta sigara. Maybe kuna wengine wetu wameambiwa ukivuta shisha si mbaya kama sigara, lakini hiyo iko a lot more worse than sigara kwa sababu you inhale more smoke compared hata venye una inhale moshi ya sigara, which means utakuwa more addictive, si ndio? Kuna mtu akona swali lolote hapo about effect? Ukianza sigara, nani anajua the side effects of smoke? Inaweza kuwa ya mwili and substance abuse, hiyo ni mihadarati. Pia inaangalia behavior change. Utapata kanza, si ati ataacha. Endelea kumpea hayo mafunzo, usichoke. Alafu pia unamrefer kama ni within. So mnaona hii picha? Maiona mahali tumaenda hospitali. Maana mahali wamehang kitu kama hii. Hii moja tutaacha hapa ni kwa principal ama kwa ule mwalimu wa guiding. Na ni wengi tumeona wamelazwa hospitalini kwa sababu ya mihadarati. Ni wengi kabisa. Na kule nyumbani, do you have friends ama family members wenye wanatumia? Utaonekania kule nje ukifanya mambo ambayo unaweza kufanya kadiri ya uwezo wako. Na utakuta, nilikuwa nikiuliza mwalimu nikimwambia kama tunaweza kuwa na wale ambao wanataka kuendelea kwa mambo fulani, na nikabadili mambo niliyokuwa nikifanya, nikaanza kuelekea kuzuri, ndiposa niko nilivyo. Kuna watu hapa wamepitia hali nyingi. Mwingine pengine ulitoka nyumbani na mama akarudi hana pesa, mama na msichana wakashika mzee, anakazana mpaka wanavuna. Halafu mwenye anaenda kuchukua pesa ni nani? Halafu atarudi hana kitu tena, anataka familia iendelee kulima na kupanda. Nenda. Hiyo nikawa ninawaambia pombe ni mbaya. Pamoja na watoto wangu walikuwa mtoto wako. Ama ungependa mtoto wako? Kile mama anakuja nyumbani jioni akiangalia mzee. Strong act katika nchi yetu ambayo inastahili kwa kile ni mshamba. Sasa unataka kuwaonyesha wewe si mshamba vile wanafikiria. Mwingine anasema hata kama babu wina anavuta shisha, wewe ni nani? Tukiangalia katika matumizi ya tumbaku ni kitu ambacho ni kibaya zaidi kuliko vingine vyote na watu hawajui. Hata afadhali mtu anayetumia kuna bidhaa ambazo zimeletwa ladha tamu. Ladha nzuri. Mapafu, lungs. Unajiharibu moyo, unakuta huko tunasema. Saa hii amejifungua mtoto, ako peke yake kwa nyumba, kwao ni kule Migori, na anasoma hapa Musi. Hakuna mtu anamwangalia. Sasa tunaenda kukuta mtu amefura mwingine na mtoto wa wiki mbili hana chakula. Uliza vijana ni mkuki kutoruka nao wako wapi? Mwenyekiti wa shirika la Kenya Tobacco Control and Health Promotion Alliance KETCA, na nimejiunga na shirika hili la SLAPNET, Social Liberation and Health Promotion Network hapa Kakamega, ili kutembelea chuo anuai cha Kakamega County Polytechnic, kuongea na jamii ya shule, wanafunzi na walimu kuhusiana na hali ya afya, kuhusiana na mihadarati,
na haswa tumbaku, na tumeongelea mambo mengi ambayo ni ya kusaidia hawa vijana ili kuhakikisha ya kwamba wanaishi maisha yenye afya, na pia wanaunga mkono vita dhidi ya matumizi ya mihadarati pamoja na pombe, na kuwasaidia wenzao katika vijiji, kuwasaidia wenzao kule nyumbani, kuisaidia jamii na wao pia kujijenga kama watu ambao watakuwa wa manufaa katika nchi yetu. Kwa hivyo tumefanya jambo hilo, na jambo tunalosisitiza katika kuendeleza mambo haya tunayozungumzia ni kwamba bidhaa za tumbako na nikotini pamoja na pombe zitozwe ushuru wa juu zaidi. Tunasema tax on tobacco, nicotine and alcoholic beverages must really be high, na parliamentarians wetu wanastahili kuwa watu ambao wanajali na hasa maisha ya vijana. Kwa hivyo watekeleze jambo hili ili kufanya bidhaa hizo kuwa za bei ya juu, na wale wasioweza kuzimudu wasimudu, ili afya zao ziimarike, na pia kupunguza mzigo ama gharama ya matibabu katika nchi yetu. Na pia ningependa kusema ya kwamba matengenezo au marekebisho ya sheria ya kudhibiti tumbako na bidhaa za nikotini nchini ambayo sasa ambayo inashughulikiwa kwamba kuna ule mswada bungeni wa Tobacco Control Amendment Act upate kuungwa mkono na wabunge na wafanye marekebisho ambayo yanafaa. Tumeona makampuni ya tumbako na bidhaa za nikotini yakijaribu sana kuwashawishi wabunge ili watende mambo kinyume, mambo ambayo hayatasaidia nchi hii. Na tunasema ya kwamba pamoja na hawa vijana lazima tuwajibike na sheria itengenezwe, ifanyiwe marekebisho ili ipate kuwasaidia vijana wetu, ipate kuisaidia nchi yetu. Kwa hivyo wabunge wetu tunawaangalia ni nani anayefanya nini, ni nani anayefanya kitu gani, ili tujue kuna wale ambao wanawajibika, kuna wale ambao wanashughulikia tumbo zao baada ya kuhongwa na makampuni ya tumbako, ama ni watu ambao wanawajibika, wanajua wana taifa la kulinda, na kwa hivyo watafanya mambo ambayo yatatusaidia sisi. Sasa tutaendelea kufanya hivyo, na tunashukuru uongozi wa shule hii. Kwanza kulikuwa na msiba ambapo mwalimu mkuu aliaga. Tunasema ni pole sana kwa jamii hii, kwa sababu alikuwa ni mtu aliyependwa na aliyezingatia kazi yake sana, lakini pale ambapo wengine pia wameshikilia baada ya kuaga kwake, tunawaunga mkono na tunajua tutaendelea kusonga mbele tukimtegemea Mungu na pia tukishirikiana pamoja. Kwa hivyo hilo ndilo ambalo ningependa kusema kwa leo. Katika vyuo anuai na taasisi za kiufundi katika nchi yetu ni vyema kutiliwa mkazo zaidi. Tunastahili kuhakikisha ya kwamba vijana wetu wanapata ushauri unaofaa, kwa sababu hizi ni sehemu ambako watu hukutana kutoka jamii mbalimbali, na wale wahalifu pia huwa wanaangalia sehemu hizi na kujaribu kuwatumia vijana wetu vibaya, kuuza mihadarati na kadhalika. Kwa hivyo tunastahili ushauri wa mara kwa mara, vijana hawa washauriwe na pia wapewa mafunzo ya kushauriana wenyewe kwa wenyewe, pia counseling ipate kuimarika ili vijana wapate kusaidiana wao kwa wao, kwa sababu vijana hujifunza kutoka kwa wenzao kwa urahisi kuliko kutoka kwa watu wazima. Kwa hivyo ikiwa tutaimarisha ushauri huu, basi tunapowashauri tuwe kama referral, lakini wenyewe wanafanya ushauri huo, wanashauriana. Pale ambapo wanaona ugumu wanakuja kwetu na pia tunawashauri, tunawapa mwongozo. Lazima jambo hili lizingatiwe katika kila chuo, katika kila taasisi, katika kila shule, ili watoto wetu wapate mwongozo ambao utawasaidia katika maisha. Sawa. Okay, kwa majina naitwa Rafael Milimu, nikiwa mwalimu mkuu wa chuo anuai cha Kakamega, na ningependa kushukuru shirika la SLAPNET kwa kuandaa na kututembelea katika chuo chetu ili kufunza na kueneza habari kuhusu matumizi ya tobacco. Sisi kama chuo, sisi tuko na vijana ambao wako katika ule umri ambao inabidi wafanye maamuzi, na ni maamuzi ambayo inafayo maamuzi ya busara. Lakini katika hali
ya ulimwengu kwa saa hii na ule utandawazi. Hawa vijana wako exposed kwa mambo mengi, habari, wako exposed kwa vitu nyingi ikiwemo madawa ya kulevya, haswa lile ambalo tumezungumzia siku ya leo, tobacco. So sisi kama shule ama wale ambao tuko kwa sekta ya TVETA ama ufundi, tunapenda sana kupata kushirikiana na mashirika aina hii kufunza hawa vijana, kuwapatia ile information so that they can make quality decisions. Hawa vijana katika umri ambao wako na ile tunasema peer pressure, wanafuata mambo mengi ambayo yako kwenye mitandao, mengi ambayo ni ya kupotosha. Lakini tukipata viongozi, mashirika ambayo yanazungumzia ya kuelekeza watoto ama vijana katika umri huu, kando na ile ufundi tunawapatia, wanakuwa katika ile nafasi ya kufanya maamuzi ya maisha yao na ya maisha hata ya wale ambao ni wanawategemea. So tungependa kuomba kwamba mashirika kama yale yapewe nguvu. Pia kama serikali inaweza weka udhibiti ili kwamba upatikanaji wa bidhaa za tobacco na haswa ama kwa ujumla mambo ya madawa ya kulevya kuwe na ile hali kwamba umri hao vijana wasipate ama wasiwe na ile exposure, na hata kama watakuwa na ile exposure isiwe rahisi sana wao kuyapata yale madawa na kuyatumia, kwa sababu hao vijana katika umri wako na nguvu nyingi, wako na mafikira mengi, na ndio ile mwanzo wa maisha yao. Tusipowajumuisha ama tusipowashirikisha katika ile hali ya kuwafahamisha madhara ya madawa kama haya, tutapoteza kisasi, tutapoteza hii generation, na ile ufundi tunawapatia haitawasaidia. Kwa sababu kwa mfano unaweza funda mtu taaluma kama ya kutengeneza stima, lakini kama ana ule uwezo, maybe ameathirika kwa madawa, itakuwa vigumu huyu mwanafunzi ama huyu kijana kujisaidia katika maisha yake. So mimi nashukuru kwa ili shirika kukuja hapa, na naomba ya kwamba tuendelee na huu ushirikiano, kwamba hao vijana tusiwazungumzie tu leo peke yake, tuendelee na haya mazungumzo, na pia haya mazungumzo pia yasambazwe katika vyuo zingine za ufundi katika kaunti ya Kakamega na pia nchi yetu kwa ujumla. Asante sana. Kawaida kuna sheria, in fact kuna sheria ambayo saizi katika kaunti ya Kakamega ambayo inadhibiti sana sana uvutaji wa sigara na zile utumizi wa madawa za kulevya, na ni vile tu hiyo sheria haijatiliwa maanani sana. Ni wakati sasa wale wanaitwa implementers na sisi viongozi kuweza kuwaelimisha wananchi wa Kakamega, na hasa sana hawa wanafunzi ambao wamefika umri wa kutaka kujulisha mambo kama haya, waweze kuitumia hii sheria ili iweze kuwaongoza kwenye maisha yao. Na pia ni wakati pia ambao tunajua wakati huu hata kama tunaokoa hiki kizazi ambacho bado hakijaathirika, kuna wengi sana ambao wameathirika saizi. So ni wakati mwafaka ambao county government ya Kakamega inatakana kuweka vifaa ama kuweza kuchukua hawa ambao wameathirika na kuwapeleka katika yale zile zahanati ambazo zinafanya marekebisho, ili hawa watu waweze kurudi kama watu wa kawaida na waweze kushughulikia familia zao. Tuko na rehabilitation centers ambao zilikuwa zimekuwa proposed na county government kwamba ziweze kujengwa. Najua kwamba kuna moja hapa Kakamega, kuna nyingine kule upande wa south, na kuna moja saizi inashughulikiwa upande wa northern. Hizi zahanati ziweze kuwa na vifaa ambazo zinafaa, na pia kutafuta wale wataalamu ambao wataweza kusaidia wale ambao wameathirika saa hizi waweze kurudia hali yao ya kawaida. Na pia tunashukuru kwa sana hili shirika ambalo limekuja kuzungumzia wananchi hawa wanafunzi. Usiwe tu hawa wanafunzi, wakati mwingine pia wachukue ili jukumu ili watembelee hata wale vijana wetu ambao wako kwa streets, watembelee makundi ya kina mama, watembelee makundi mbalimbali, baraza za chief mahali ambapo wanakaa, ili waweze kupitisha hii habari, kwa sababu kila mtu hapa Kakamega ama tu hapa nchini ameathirika kwa njia moja ama nyingine.